wa eneo hili la Misheni, Mchungaji Charles Maikole, mpendwa makamu wa halmashauri ya jimbo letu la Rukwa, Mchungaji Peter Kuru wa Machibia, katibu mkuu Mchungaji Emmanuel Kanke, katibu wa eneo la Misheni, wachungaji. Nimefurahi sana kuwaona mkiwepo katika ibada hii kwa wingi. Mbarikiwe. Waimbaji wote wa Kristo na maharusi, ninawasalimu katika jina la Yesu. Amen. Naomba mbarikiwe katika jina la Yesu. Asanteni sana kwa ajili ya kuja kuwapamba watumishi wa Mungu, wachungaji na wainjilisti wanaofanya kazi katika eneo hili la Misheni, na sasa wameamua kuwa na wengi wao. Asante sana kwa uwepo wenu. Waimbaji mbarikiwe sana. Tumekaa tangu asubuhi huko hapa, nadhani sasa saa 7 imeshapita, ni kujitoa sadaka. Mbarikiwe kwa kujitoa sadaka. Na asanteni sana waimbaji mlivyoongoza ule wimbo wa ndoa yetu nzima. Tulikuwa tumeshindwa tu, lakini mkaisimamia. Hivyo inavyotakiwa waimbaji muongoze kanisa katika nyimbo pia za vitabu. Kesho tutakuwa na nyimbo 2 hapa, mtekika na waelekeza. Naomba ninyi waimbaji kesho msisimamie vizuri. Amen wapendwa. Amen. Mtekika atawaelekeza na katika mazoezi ya leo jioni, basi tufanyie mazoezi. Sasa baba mchungaji wa ushirika huu, tumewaondoa maharusi hawa hapa kwa sababu hapa ni madhabahu. Madhabahu ni kwa ajili ya matumizi ya kuhani. Madhabahu sio kwa ajili ya watu wanaopata baraka. Madhabahu ni kwa ajili ya makuhani kutoa baraka. Kwa hiyo katika shirika zote, na hili tumelisema sana katika vikao vyetu vya KMT, kwamba madhabahu ipate heshima yake kama ilivyo katika Biblia. Madhabahu ni kwa ajili ya kutoa baraka katika hekalu, sio kwa ajili ya kuitumia watu wa hekalu makuhani kutoa baraka. Sasa neno la Mungu linasema nini? Siku hizi suala la ndoa, je, linaenda na neno la Mungu linavyoelekeza? Watu mnajua msingi wa ndoa? Haya tunayoyafanya ya ndoa ni kanisa limebuni au ni maagizo ya Mwenyezi Mungu? Ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu? Je, tunafuata maelekezo ya Mwenyezi Mungu? Tunapoishi mume na mke na tunapata watoto ya nchi, maneno ya kuzingatia kwa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke, aliwaumba. Mungu akawabarikia. Baada ya kuwabarikia, ndipo akasema mkazae mkaijaze nchi. Adam hakujichukulia Hawa. Adam alipewa na Mungu Hawa, hakujichukulia. Alipowaumba Adam na Eva, Mungu aliwafungia ndoa. Adam na Eva
akawabarikia. Baada ya kuwabarikia, ndipo akasema mwende mkaijaze nchi. Wewe unayeishi na mke, unayeishi na mume, umebarikiwa? Uliambiwa umebarikiwa? Kijana unachukua msichana, unaondoka, unaenda kukaa. Unakaa kwa baraka za nani? Nani amewapa hizo baraka? Mnazaa watoto bila baraka za Mungu. Mungu alipomuumba mwanadamu alimbariki kwanza, alibariki ndoa yao. Ndoa ya kwanza ni ya Adam na Eva, na baada ya kuwabariki ndipo wakaanza kuzaa. Watoto wanazaliwa katika baraka. Leo vijana wanajichukulia, wanawake wanaanza kuzaa watoto bila baraka. Na wewe ni mmoja unayezaa watoto bila baraka ya Mwenyezi Mungu. Unasema, kwani mchungaji akinibarikia ndio baraka ya Mungu? Hebu angalia katika kitabu cha Kutoka. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 6 mstari wa 22 anasema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe uwaambie hivi, ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Kwa hiyo wafuasi wote wa Kikristo wanahitaji kuishi kwa baraka za Mungu, na kuhani ameagizwa kubariki, Bwana akubarikie na kukulinda. Ndio maana hawa wamekuja hapa wapate baraka za Mungu. Wanapata baraka kutoka kwa kuhani. Kuhani ambaye ni mchungaji. Kuhani wa zamani ni mchungaji. Wewe unapopata mwanamke unataka kuishi naye, usijichukulie. Kwanza hitaji baraka za Mungu, uishi katika ndoa ukiwa na baraka. Maana Mungu anataka watu waishi katika baraka zake. Alafu inasikitisha leo Wakristo wanaanguka, wanashangilia ndoa ambazo hazijabarikiwa, wanaenda kwenye sherehe. Kule kwetu Ukipani wanasema ati itikizia. Sijui huko anasemaje. Kijana kwa msichana usiku anampeleka kwenye geto lake, nyumba yao, anaanza kuishi. Alafu na Wakristo wanatengeneza sherehe ya kuvamiana, kijana na msichana wanaishi. Hapa anasema ati itikizia ulisherehe. Anaalika sherehe kwa vijana ambao wameanguka mbele za Mwenyezi Mungu. Na Mkristo anaenda kwenye sherehe hiyo. Sherehe hiyo maana yake hao vijana wameanguka mbele za Mwenyezi Mungu, wamekufa. Alafu wewe unachinja jogoo, wewe unapika wali, wewe unaenda kucheza. Maana yake unashangilia kifo, maana mbele za Mungu wamekufa. Wakristo hatutakiwi kufurahia matendo ya watu kuingia dhambini. Wanaacha kumtumikia Mungu maana wamekufa, hawana baraka za Mwenyezi Mungu. Unapoingia kwenye ndoa uwe na baraka za Mungu. Haleluya wapendwa. Vijana, kimbilieni baraka. Kama ulikuwa na uwezo wa kufanya sherehe hiyo ambayo hawajabarikiwa na kanisa la Mungu, sasa kitu gani kinakuzuia usifanye sherehe kabla hawajaanguka? Kitu gani kinazuia?
Vijana wanakuja wanataka kuoana, halafu mnasema mabei makubwa, ili nikupe binti yangu, lete ng'ombe ngapi, lete shilingi ngapi, lete kitu gani, vitu vingi. Mwisho vijana wanashindwa kufunga ndoa, wanaamua kuchukuana. Lakini ukiwabariki kwa fedha kidogo, alafu wakaanzisha maisha. Vijana wengi hawafungi ndoa kwa sababu na wazazi nao wamekuwa kama wameanguka. Mahali utafikiri ndio atakuwa matajiri. Mahali ziliwahi kuleta utajiri wa mtu. Kwanza hata mkileta mahali nyingi mtagawana ndugu, halafu wote mnabaki maskini. Hebu tuachilie baraka kwa watoto wafunge ndoa. Haleluya. Yesu anasema nini kuhusu ndoa katika Marko sura ya 10? Marko sura ya 10 mstari wa 6, Yesu anasema, Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia amri hii, lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwafanya mme na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Ndivyo Yesu anasema. Mungu amesema anawabariki, nendeni. Na Yesu anasema tangu mwanzo Mungu alimuumba mtu mmoja, mume na mke. Mwanaume taondoka kwa wazazi wake na mwanamke taondoka kwa wazazi wake, watakuwa mwili mmoja. Na wakisha kuwa mwili mmoja, basi asiwepo hapo watenganisha. Ndio maana leo tunapofunga ndoa za watumishi hao, hakuna ufunguo wa kufungua, ni mpaka kifo kitakapo watenganisha. Kwa hiyo ndoa sio jambo la mzaha, ni jambo la kutafakari. Maana ni kuishi pamoja, ni kuvumiliana, ni kusameheana, ni kusaidiana, ni jambo la pamoja. Kwa hiyo niwaalike kanisa waombee hawa watumishi wa Mungu wanapoingia katika ndoa, wajue kwamba ndoa sio maigizo. Ndoa ni jambo la kufa na kuzikana. Mwenzako akikosea, ujue ni mwanadamu. Hakuna aliye malaika katika maisha, kila mmoja ana upungufu. Jambo kubwa ni kusameheana, jambo kubwa ni kuelekezana, jambo kubwa ni kushukuru kwa kichache anachokufanyia mwenzako, na wote unatakiwa kukazana kuyatengeneza maisha yenu. Asiwepo kumtegemea mwenzake, asiwepo kupokea tu. Kila mmoja awe na juhudi katika kuzalisha ili kupambana na maisha magumu ya dunia hii. Na hakuna siri kwa mwenzako, chochote kiwe wazi kwa mwenzako. Hapo ndipo mtafurahia maisha ya hapa duniani. Ukiwa mjanja kwenye ndoa, utaleta balaa katika ndoa. Mwanamume, mfanye mke wako aione furaha ya dunia hii, na mwanamke mfanye mume wako aione furaha ya dunia hii, asijute kwa nini alikuoa. Amshukuru Mungu, asante Mungu kwa mwanamke huyu uliyenipa, amekuwa ni baraka katika maisha yao. Mkifanya hivyo, ninyi mtakuwa baraka katika maisha yenu. Narudia kuwaonya vijana, narudia kuwaonya wazazi. Tuone ya kwamba kuingia katika ndoa na kuzaa watoto ni muhimu. Tuwe tumepata baraka za Mungu, na baraka za Mungu leo zinapitia kwa makuhani.
makuhani waibariki ndoa yenu. Ninyi ambao mnaishi na mume na mke lakini hamna baraka ya ndoa, mjue Mungu hakuumba hivyo. Mungu alitaka kila anayeishi mume na mke wawe na baraka zake. Kama huna baraka hizo, tafuta mchungaji wako, muibariki ndoa yenu kwa kufunga ndoa. Msikae katika ndoa kwa mzaha, ni laana mbele za Mungu, ni makosa mbele za Mungu. Hata watoto unaowazaa hawana baraka za Mwenyezi Mungu. Tafuta baraka za Mungu, usikae maisha yasiyompendeza Mungu. Naomba tusimame. Tusimame. Hebu mshike. Tuombe. Baba yetu na Mungu, tunakuinulia wewe Mungu wa mbingu na nchi, ambaye katika maisha haya Mungu wetu mwanadamu aliye mwanamume unampa mkewe Bwana. Na asante kwa neno hili ambalo kwalo umempaka mafuta mabichi mtumishi wako aweze kunena na kusanyiko hili, na swali ambalo kwalo Bwana umeanza kutuuliza ya kwamba huyo uliye naye, je, ni wewe Mungu ambaye umetoa? Mungu wetu utoaye kibali, ndio maana watumishi wako wako kwenye madhabahu hii. Mungu wa rehema, uwatendee baraka, ukaziachilie baraka kutoka kwako wakati wanapokwenda kufanya agano hili la ndoa takatifu. Neema yako iwakumbuke Bwana, ukaze kwa Mungu wa baraka, waingiapo na watokapo wakaseme hakika yake Mungu pamoja nao. Wape neema ya baraka katikati ya maisha haya, ufanyike kwa Mungu katikati ya maisha yao. Asante kwa ajili ya ukuu wako na uwezo wako, na asante kwa ajili ya kanisa lako kwamba limesikia neno lako la uzima. Utupe kuenenda katika hayo ambayo kwayo umetuonya, utupe kuenenda katika hayo ambayo umetuelekeza. Na sisi watumishi wako tunaomba haya kwa Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Wenye harusi na mashahidi tayari imesimama. Ninawauliza na kuwaonya ninyi wawili mbele zake Bwana Mungu, kama mmoja wenu au ninyi nyote wawili mwaijua sababu itoshayo kuizuia ndoa yenu, semeni sasa. Wewe bwana harusi, sema maneno haya: ninatangaza ya kuwa kweli sijui sababu yoyote iwezayo kunizuia mimi, sema jina lako, kumuoa na wewe bibi harusi, sema maneno haya: ninatangaza ya kuwa kweli sijui sababu yoyote iwezayo kunizuia mimi, sema jina lako, Rahel Filipo Paulo, kuolewa na Milton Loyala Mbarwa. Makofi mengi mengi. Milton Mbarwa, nakuuliza, unataka kwa moyo wako wote mwanamke awe mke wako? Unakubali kukaa pamoja naye katika ndoa takatifu kwa taratibu kama ilivyoamriwa na Bwana Mungu mwenyewe? Unakubali kumpenda, kumtuliza na kumheshimu na kumwangalia na kumtunza katika ugonjwa na katika uzima, hata kifo kitakapowatenga ninyi? Sema ndiyo, haya nayakubali. Ndiyo, haya nayakubali. Uliza, unataka kwa moyo wako wote mwanamume huyu awe mume wako
na unakubali kukaa pamoja naye katika ndoa takatifu kwa taratibu kama ilivyoamriwa na Bwana Mungu mwenyewe. Unakubali kumpenda, kumheshimu na kumtii na kumwangalia na kumfurahisha na kumtunza katika ugonjwa na katika uzima hata kifo kitakapowatenganisha ninyi. Sema ndiyo, haya nayakubali. Ndiyo, haya nayakubali. Ninawauliza na kuwaonya ninyi wawili mbele za Bwana Mungu, kama mmoja wenu au ninyi nyote wawili mwaijua sababu itoshayo kuizuia ndoa yenu, semeni sasa. Wewe bwana harusi, sema maneno haya: natangaza ya kuwa kweli sijui sababu yoyote iwezayo kunizuia mimi Jacob Joseph Simoni kumwoa Anita Richard Pasco kuwa mke wangu. Wewe bibi harusi, sema maneno haya. Sema natangaza ya kuwa kweli sijui sababu yoyote iwezayo kunizuia mimi Anita Richard Pasco kuolewa na Jacob Joseph Simon kuwa mume wangu. Amina. Ninakuuliza Jacob, unataka kwa moyo wako wote mwanamke huyu awe mke wako? Unakubali kukaa pamoja naye katika ndoa takatifu kwa taratibu kama ilivyoamriwa naye Bwana Mungu mwenyewe? Unakubali kumpenda, kumtuliza na kumheshimu na kumwangalia na kumtunza katika ugonjwa na katika uzima hata kifo kitakapowatenganisha ninyi? Sema ndiyo, haya nayakubali. Ndiyo, haya nayakubali. Anita, ninakuuliza, unataka kwa moyo wako wote mwanaume huyu awe mume wako, na unakubali kukaa pamoja naye katika ndoa takatifu kwa taratibu kama ilivyoamriwa na Bwana Mungu mwenyewe? Unakubali kumpenda, kumheshimu, kumtii, kumwangalia, kumfurahisha na kumtunza katika ugonjwa na katika uzima hata kifo kitakapowatenganisha ninyi? Sema ndiyo, haya nayakubali. Ndiyo, haya nayakubali. Ninawauliza na kuwaonya ninyi wawili mbele za Bwana Mungu, kama mmoja wenu au ninyi nyote wawili mwaijua sababu itoshayo kuizuia ndoa yenu, semeni sasa. Wewe bwana harusi, sema maneno haya. Sema natangaza ya kuwa kweli sijui sababu yoyote iwezayo kunizuia mimi Jonas Boniface Mkongo kumwoa Janet Jackson Ruyugu kuwa mke wangu. Wewe bibi harusi, sema maneno haya. Ninatangaza ya kuwa kweli sijui sababu yoyote iwezayo kunizuia mimi Janet Jackson Ruyugu kuolewa na Jonas Boniface Mkongo kuwa mume wangu. Jonas
ninakuuliza, unataka kwa moyo wako wote mwanamke huyu awe mke wako? Unakubali kukaa pamoja naye katika ndoa takatifu kwa taratibu kama ilivyoamriwa naye Bwana Mungu mwenyewe? Unakubali kumpenda, kumtuliza, kumheshimu, kumwangalia, kumtunza katika ugonjwa na katika uzima, hata kifo kitakapowatenganisha ninyi wawili? Sema ndiyo, haya nayakubali. Ndiyo, haya nayakubali. Janeti, ninakuuliza, unataka kwa moyo wako wote mwanamume huyu awe mume wako, na unakubali kukaa pamoja naye katika ndoa takatifu kwa taratibu kama ilivyoamriwa na Bwana Mungu mwenyewe? Unakubali kumpenda, kumheshimu, kumtii, kumwangalia, kumfurahisha na kumtunza katika ugonjwa na katika uzima, hata kifo kitakapowatenganisha ninyi wawili? Kama ndivyo useme ndiyo, haya nayakubali. Ndiyo, haya nayakubali. Iwe ukumbusho na alama ya ahadi ya ndoa yako. Pete hii iwe ukumbusho wa ahadi ya ndoa yako, na pete hii iwe alama kwako na kuwa mwaminifu kwa ndoa yako hata kufa. Sema, pokea pete hii. Pokea pete hii. Iwe ukumbusho. Iwe ukumbusho. Na alama ya ahadi ya ndoa yako. Na alama ya ahadi ya ndoa yako. Na mimi. Na mimi. Kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu. Kwa ndoa hii. Kwa ndoa hii. Mpaka kufa. Mmekubali sasa machoni pake Bwana Mungu na mbele ya ushirika huu ya kwamba ndio tumaini lenu kuingia katika ndoa takatifu, kwa sababu hii inawaunganisha sasa. Katika ndoa takatifu, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana akuangazie uso wake. Bwana akuinulie uso wake kwa amani, katika jina la Yesu. Amen. Wakusanyisha Mungu wanadamu asiwatenganishe. Naomba tusimame jamani, tusimame. Watu wa uzanisha kushika wote.
Jacobo Jape, wewe Jacobo Joseph Simon, na wewe Anita Richard Pascal, ninawaunganisha katika ndoa takatifu katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie uso wake. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani katika jina la Yesu. Amen. Alipounganisha Mungu, wanadamu asiwatenganishe. Amen. Jonas Boniface Kombo, na wewe Janet Jackson Liyungu, ninawaunganisha katika ndoa takatifu katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie uso wake na kukubariki. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani katika jina la Yesu. Amen. Wanadamu asiwatenganishe. Amen. Bwana Mungu uliyeumba ndoa ya kwanza, tunakuomba uitakase na kubariki ndoa hii. Ukae rohoni mwao katika nyumba yao, uwape riziki yao na uzima kadri wanavyohitaji. Ubariki kazi zao, kimbilio lao liwe kwako. Kama wakikutana na uchungu na taabu, uwape amani ya kweli, wasione mashaka kwa ajili ya Mungu. Wafikishe katika neema yako. Wasaidie pamoja kufuata njia yako, na wamalize pamoja haya ambayo umewapa kumaliza hapa duniani, na baadaye wapate kwa rehema yako kuurithi wa milele. Amen. Tumshangilie Bwana. Na tutaanza na mtumishi wa Mungu Mchungaji Milton Mbarwa pamoja na besti wako. Mtakuja hapa mkiweka sahihi, mkimaliza mtashuka. Atafuata mama mchungaji, bibi harusi na mama mchungaji Kasana, utamsindikiza. Mtakuja hapa mtaweka sahihi, mkimaliza watafuata Jacobo pamoja na mke wake. Mkitoka hapo watafuata ndugu yetu Mkombo pamoja na mke wake. Kwaya kuu.
Wanapendeza wapendezi. Jongwe na timu yote, naomba tuongozane pamoja. Wachungaji wote wa eneo la Mission na watumishi wote wa eneo la Mission area tutatoa kwa pamoja. Haleluya! Hebu msogee hapa wachungaji, au tunaenda kwa wimbo? Katibu atatuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza niwashukuru sana kanisa na washarika wote wa eneo la Mission pamoja na wachungaji kwa kazi kubwa tuliyofanya kufanya maandalizi haya. Mungu awabariki sana. Kazi yenu ilikuwa bure. Wenzetu wamepata majiko leo, na leo tunaingia kuwapongeza. Katibu atatuongoza. Nafikiri tutatangulia au kuna la kusema Joko? Naomba nimkaribishe katibu katika tutakabidhi zote kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutapita kwa shika mkono. Amen. Mwanakondoo ameshinda. Basi kuna zawadi hapa za aina mbili. Kuna zawadi hii hapa ni ya ofisi ya eneo, lakini kuna bahasha ambayo na kiasi kiko sawa kila mmoja. Hii ni zawadi kutoka kwa wachungaji wote wa eneo la Mission. Kwa hiyo tutakuwa na zawadi za aina mbili ambazo tutaomba mama zetu wachungaji mtazipokea zawadi hii. Mungu awabariki sana. Lakini na wachungaji, nasema wachungaji kwa sababu hawa ndio makesh office nyumbani. Asante. Unafuatisha na nani hiyo? Kombo utazama ukamfunike mama, sio na msuku. Haleluya. Nipe sana. Yako umepata nini? Na makunyanzi usione ukurutu ukamfunike. Wachungaji mzito. Bawa. Hebu tutazame na mtosha. Ana mikwaruzo. Kuna mali ya kufanyia. Ukamfunika endelee kutakata. Sasa na sisi mimi na mama mchungaji tunataka tuwashike mkono kusema asante, ongera zenu. Sisi tuanzie wanapo mzee tayari tunashika mkono. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hili pia ni tangazo kwa wale wanaoishi tu hawajabariki ndoa. Niwaombe, tunaanza kampeni ya bariki ndoa funga ndoa. Tuanze kutafakari sasa. Hebu mwambie wa moyoni wako, tutakaa mpaka lini kwa kusogezana? Twende madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Mama kamkumbushe baba, baba kamkumbushe mama. Studio, weka wimbo, tunatembea pole pole, weka wimbo, tunatembea pole pole. Wakati wanaunga ushirika, tukifuata sisi jimbo naunga ushirika, kila yote anayetamani kumshika mkono mmoja wapo wa hawa na ndoa, twende, mambo mengine yatafanyika ukumbini. Studio, weka
chache au nzito, sio chache, ni nzito, na tunaendelea kuwaombea. Sio kwa shikamoo kweli. Tunaona sasa, washeni simu zenu, mpige simu, mpige. Simeona matukio yalivyo mazuri, wanapokea vyeti. Na wewe kama mwenzako anapokea cheti na wewe mnaondoa na nyumbani huko empty, hukuizi asile, mfunge ndoa, uwe na vyeti.
Utakaje kwenye ndoa bila cheti cha ndoa? Hauna certificate. Kwa hiyo ukiona mwenzako amelali, unaanza kuwaza wewe. Milton Loyola Mbalwa na kukabidhi shahada hii ya ndoa kwa alama na kumbukumbu kwamba Lahe Paulo Filipo kuanzia leo ni mke wako halali hadi kifo kitakapowatenganisha. Lahe Filipo Paulo na kukabidhi shahada hii ya ndoa kwa alama na kumbukumbu kwako kwamba Milton Loyola Mbalwa ni mume wako halali kuanzia leo hadi kifo kitakapowatenganisha ninyi wawili. Jacobo Joseph Simon ninakukabidhi shahada hii ya ndoa kwa alama na kumbukumbu kwako kwamba Anita Richard Pasco ni mke wako kuanzia sasa hadi kifo kitakapowatenganisha ninyi wawili. Anita Richard Pasco ninakukabidhi shahada hii ya ndoa kwa alama na kumbukumbu kwako kwamba Jacob Joseph Simon ni mume wako halali kuanzia leo hadi kifo kitakapowatenganisha ninyi wawili. Jonas Boniface Kombo ninakukabidhi shahada hii ya ndoa ili iwe alama na kumbukumbu kwako kwamba Janet Jackson Kuyuku ni mke wako halali kuanzia leo hadi kifo kitakapowatenga ninyi wawili. Janet Jackson Kuyuku ninakukabidhi shahada hii ya ndoa ili iwe ni kumbukumbu na alama kwako kwamba Jonas Boniface Kombo ni mume wako halali kuanzia leo hadi kifo kitakapowatenga ninyi wawili. Makofi na vigelegele havitoshi. Fanya maombi haya, baba askofu atatupa mbaraka. Mara baada ya kumaliza hayo tutasema cha kufanya. Funika macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye hai, sifa, heshima na utukufu ni vya kwako Bwana. Tunakurudishia utukufu wako Bwana Mungu uliye juu. Wewe uketie mahali pa juu sana, na jina lako limetukuka duniani mote. Na linapotukuzwa jina lako katikati ya dunia hii, kwenye madhabahu ya ushirika wa Mpanda mjini, watumishi wako hawa wamekusanyika mahali hapa na wamekuja Bwana kufanya agano la ndoa zao. Asante kwa ajili ya ndoa hizi tatu zilizofungwa na baba askofu. Tunauliza neema yako na rehema zako ziende pamoja nao. Yale ambayo umeahidi kwenye neno lako la uzima, kuwafungulia baraka, umkumbuke mmoja mmoja Bwana. Ukaachilie baraka zile za utajiri, ukaachilie baraka za uzao, ukaachilie Mungu wa neema kuongezeka katika ulimwengu huu Bwana. Umesema watu wawili wakifanya kazi Bwana wa majeshi hawatakosa kupata ajira kwa ajili ya mikono yao. Hivyo Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, wajazi baraka zitokazo mikononi mwako. Ninasimama kinyume na ila zote za yule mwovu ibilisi, kila roho za magonjwa, roho za kuwaonea katika mipango yao. Mungu wa neema zikapate kushindwa, rehema zako zikawafunike waingiapo na watokapo. Sisi watumishi wako tunaomba haya tukiamini kama Bwana wetu Yesu Kristo aliyetufundisha kuomba hivi kila mara tunapokusanyika. Baba yetu uliye mbinguni,
Amani ya Mungu ipitayo akili zote iwahifadhi na kuwalindeni ninyi nyote, na baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe nanyi na ikae nanyi daima, katika jina la Yesu. Amen. Asante, tukae. Mimi pamoja na wenzangu tunawapongeza maharusi. Asante kwa kumheshimu Mungu, asante kwa kuliheshimu kanisa. Lakini tunawashukuru ninyi nyote ambao mmekuwepo katika ibada hii. Ibada imekuwa ndefu, lakini mmekuwa wavumilivu. Wengine tangu asubuhi hamjapata chochote. Mwenyezi Mungu awatunze na kuwabariki sana. Ardhi ya Mpanda imejaa furaha tele, shamra na mambo kadha wa kadha kwa sababu ya sherehe za ndoa tatu ambazo zimefungwa hapa. Na katika neno ambalo askofu kiongozi lakini askofu wa jimbo la Rukwa Baba Conrad Nguvumari Sikombe, yako mambo kadhaa ambayo amesisitiza katika hotuba yake ya mahubiri, hasa juu ya kuishi katika ndoa takatifu ambayo iliasisiwa ama ilianzishwa na Mungu alipokuwa amewabarikia ndoa ya kwanza Adam na Eva katika bustani ya Eden. Na sasa amesisitiza mambo mengi kwamba Mkristo hapaswi kuishi pasipo kufunga ndoa, kwa sababu ziko baraka tele mtu anapofunga ndoa. Na huu ndio msisitizo wake mkubwa, kwamba kila Mkristo aone umuhimu, aone uzuri wa kubariki ama kufunga ndoa. Kwa sababu katika Hesabu sura ya 6 kuna neno ambalo amesema Baba Askofu kwamba baraka za Mkristo zipo kwa kuhani. Kwa hiyo kuhani amepewa mamlaka ya kubariki ndoa za watu, lakini pia baraka ambazo Mungu mwenyewe anaziachilia kwa kila muumini. Kwa hiyo amesisitiza kwamba kila Mkristo aone umuhimu wa kufunga ndoa. Sisi Changwa, mchungaji lakini ni mkufunzi wa chuo cha Theolojia Mlimani kule Sumbawanga. Asante. Naitwa mchungaji Tilas Ernest, mchungaji wa kanisa la Moravian jimbo la Rukwa. Ninahudumu katika ushirika wa Bethania. Ninayo furaha kubwa sana kwa siku ya leo kwa kushuhudia vijana wetu, wachungaji wenzetu wakifunga ndoa takatifu. Lakini kuna mambo ambayo katika ndoa hii na mahubiri ya Baba Askofu Conrad Ernest Nguvumari
ambayo ameyasisitiza hasa kwa wazazi kudai mahari kubwa ambayo imepelekea vijana wengi kushindwa kufunga ndoa na hatimaye vijana kuamua kutoroshana bila kupata kibali kwa Mungu. Wito wangu na ushauri wangu kwa wazazi, ni vizuri tutambue kwamba watoto ni baraka kutoka kwa Mungu, kama ambavyo neno la Mungu katika Mwanzo ile sura ya 1 mstari wa 26-27 Mungu anamwambia Adamu na Eva kwamba nendeni mkaongezeke, mkazae na kuongezeka, lakini anawapa mamlaka ya kutawala uumbaji wake Mungu. Hivyo nitoe wito kwa wazazi wasiwafanye mabinti kuwa sehemu ya biashara. Wajue kwamba hiyo ni zawadi ambayo wamepewa kutoka kwa Mungu. Pale kijana anapopiga hodi kwa wewe mzazi, ni vizuri umsikilize, ni vizuri utii sauti ya Mungu, na ukitii sauti ya Mungu utaweza binti yako kupokea chote kile ambacho yule kijana ambacho amekuja nacho, pasipo kudai kama vile unauza. Sio kuuza wapendwa, bali ni zawadi, bali ni baraka, bali ni sadaka. Na kwa kuwa ni sadaka, tuwatoe wa binti zetu pasipo kudai mahali kubwa. Mungu ashukuriwe sana, na Mungu aende kumbariki baba yetu Askofu Ngumwali, na Mungu aende kuwabariki wachungaji. Tuendelee kuwashauri waumini wetu hasa katika swala la mahari. Tusifanye mahari kama sehemu ya biashara, bali tufanye kama ni sehemu ya baraka, kama ni sehemu ya zawadi, kama ni sehemu ya kuendelea kumtukuza Mungu kupitia mabinti zetu. Tukifanya hivyo, tutazuia mabinti zetu na vijana wetu kutoroshana pasipokuwa na baraka Mungu. Mungu aibariki Tanzania, Mungu alibariki kanisa la Moravian, Mungu abariki ninyi waandishi wa habari. Amen. Kwa mimi naitwa Tuambilile Kajeba. Jamani, kwa siku ya leo tumeona furaha kubwa sana. Tumeona yani furaha kubwa mno kwa kanisa la Moravian Mpanda mjini. Askofu wetu ametufundisha mambo mengi sana. Tusienende na miendeno mibaya, tuendeni na amani ya Bwana. Katika mafundisho haya tumejifunza mengi sana. Tuko kwa Bwana katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuambilile Kajeba. Mimi naitwa Esther Richard Gabrieli, ni muumini wa kanisa la Moravian Emau, alafu ni mwimbaji wa kwaya ya Elia Mission. Yaani kwa siku ya leo nimefurahi sana kuona wachungaji wetu wamefunga ndoa, na ninashukuru sana kwa mahubiri aliyotoa askofu. Askofu amesema kwamba sisi wazazi lazima tuwe na hekima. Hata kijana anapokuja kutafuta mke, tusimpangie mahali kubwa, kwa sababu vijana sasa hivi wameshindwa kuoa kwa sababu ya mali. Kijana kishapangiwa mali kubwa, basi anaondoka kwa sababu uwezo anakuwa hana. Kwa maana hiyo ametusihi sana sisi wazazi tujirekebishe. Kijana akishafika akisema kwamba nataka mchumba, basi tuwaruhusu waende wakafunge ndoa hata bila pesa. Kwani pesa sio kwamba eti ndio utajiri. Yaani hizo pesa, hiyo mahali ni kama vile zawadi. Kwa kweli tunashukuru sana. Ninawasihi hata wenzangu, ninaomba waende wakashike huo usia jinsi walivyosema askofu. Kwa kweli tunashukuru sana kwa siku ya leo. Tunaomba Mungu aendelee kubariki hizo ndoa zote 3 zilizofungwa kwa siku hii ya leo. Waende wakaishi vizuri, na Mungu aende akawajalie mpaka wapate watoto, na wakishapata watoto wawalee vema kama jinsi inavyostahili. Tunaomba yoyote katika jina mwana kwa mpendo Yesu Kristo aliye hai. Amina.
Mpenzi mtazamaji, ni kushukuru sana wewe ambaye umeungana nasi katika ibada hii kwa siku hii ya leo, ambapo ilikuwa ni ibada maalum kwa ajili ya kufungisha ndoa ya familia tatu, nikimaanisha ndoa tatu, ikiwa moja ni ndoa ya mchungaji lakini wawili wakiwa ni wachungaji watarajiwa. Basi namna hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amejalia ndoa zimeweza kufungwa salama. Basi kama unavyoona shamra vifijo na ndelemo zikiwa zimetawala katika kanisa hili la Moravian eneo la Katavi, basi tunamshukuru Mungu namna hiyo. Eneo la mission hapa tukiwa tunamaliza ibada, na ibada imeongozwa na makamu mwenyekiti wa kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Rukwa, mchungaji Peter Machibia, lakini pia aliyeweza kuhubiri ama kufundisha neno la Mungu na kufungisha ndoa hizo tatu akiwa ni baba askofu kiongozi wa kanisa la Moravian Tanzania, askofu wa Jimbo la Rukwa, mchungaji Conrad Nguvumali, ambaye amefanikisha tukio hilo. Basi namna hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini mimi ninayekutangazia kutoka viwanja hivi vya kanisa la Moravian Area Mission hapa Mpanda mjini mkoani Katavi ni Vumilia Mwanyangala. Nikusihi tu endelea kuungana nasi katika vipindi vinavyoendelea hapa Baraka TV. Panapo majaliwa siku nyingine tutaungana katika ibada ya namna hii. Asante na ubarikiwe na Jehova.